Sawa sawa. Tunaingia kosi la MRPDP. Na mwendo kunasikiliza ni Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 18 za mwezi wa 3 2026, saa 12 saa za Afrika ya Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira na Fizi, msaliti alijaribu kusaliti ndani ya FARDC, Runingu awekwa nguvuni. Ituri, Babesua, hali mbaya, ADF yafanya mauaji, huku jimboni Kivu ya Kaskazini FARDC wachukua eneo ya Kiluku karibuni na Sake baada ya mapigano makali magaidi wa M23. Kinshasa, bunge la taifa na baraza la seneti tayari kwa ajili ya mazungumzo, huku akiwa nyuma ya serikali inaongozwa na Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Na msikose pia kutembelea matangazo yetu kupitia Mwangaza TV. Endelea kuwa pamoja na sisi kwa kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka One TV pamoja na Mwangaza TV. Na moja kwa moja tuingie jijini Uvira kabla ya kupanda huko kwenye milima nje ya juu maeneo ya Bidegu, Minembwe, Mikenge, ambako vita bado inazidi kuwa moto kati ya FARDC na wazalendo. Tuanze tarafani Uvira, jijini Uvira, ambako mapigano makali yalishuhudiwa hiyo siku ya tarehe 17 za mwezi wa 3 2026 majira ya asubuhi, baada ya kuchokozwa kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walianzisha mashambulizi hayo dhidi ya vikosi vya M23 maeneo ya Kabunambo, na hali kuwa kama ilivyokuwa mbaya. Kwa upande wa vikosi tihifu kwa serikali, kulibainika kati yao kuwa kuna usaliti ambao ulifanyika, na kabla ya mambo kuharibika, vikosi tihifu kwa serikali vilifanikiwa kumgundua msaliti huyo na kumpeleka jijini Uvira na baadaye kupandishwa ndege hadi kupelekwa jijini Kinshasa. Presha imeamkia mapema ya siku ya pili tariki 17 Machi mwaka 2026 katika mji wa Runingu upatikanao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo unakabiliwa na vita vikali ambavyo vilivyozuka tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2026, ikikumbana kati ya M23 na jeshi la taifa ya FARDC maibu na wazalendo. Katika habari zilizopo na zilizotolewa na viongozi wa mashirika hayo za kiwazalendo ni kwamba na jenerali mmoja jeshi la taifa FARDC ambaye aliyepiga bomu katika kanisa mojawapo katika kijiji cha Runingu, ambaye kupatikana katika kijiji cha Kashatu, ikiwepo na umbali kidogo tu na mji wa Runingu, ikiwemo mashariki mwa kijiji hicho cha Runingu. Bomu hiyo ilisambuka mapema asubuhi katika kijiji hicho cha Runingu, ambapo kisambukia kwenye kanisa hilo la Kikatoliki na kufanya watu mmoja kufariki na watu 4 kuumia vikali. Habari hii ambayo ileta pressure kwa wananchi ambao walikuwa wakiishi katika eneo hiyo na kukimbia maeneo hiyo na kukimbilia katika kijiji cha Kiliba kipatikana umbali tu na kijiji cha Runingu. Ya Kiliba leo hii Pasio ya Kiliba hii leo le 17 leo le 17 mars le 17 mars situation konjo mnivo ya Runingu hapa Kiliba, panike totale hapa Kiliba. Situation iko hatari bien. Raia waliishi na presha na kuleta pani katika mji wa Uvira, lakini hali hiyo ilikuwa imetulia baadaye, kwa sababu vikosi vya wazalendo na jeshi la taifa FARDC vilikwenda kumkabili jenerali huyo ambaye aliyefanya hilo.
Utafahamu ya kwamba baada ya muda mchache tu alikamatwa na kupelekwa nguvuni kanali huyo wa jeshi la taifa FARDC aliyefanya hatua hiyo ambayo ilifanya kabisa wananchi kuyakimbia na kuzani kwamba hii imekuwa tishio kubwa kwa jeshi ambayo ilikuwa inakabiliana na magaidi wa M23 ambao kwa sasa wanakalia katika kijiji cha Sange, ikiwemo Sange, Luvungi na Kamanyola, vile vile vijiji vingine kama Bukavu na vile vile na mji wa Bukavu na Goma. Hali hii ilikuwa imekabiliwa, lakini wazalendo ripoti yao ya jioni wamesema kwamba hali yote imekabiliwa na iko salama na kijiji cha Runingu kimetulia katika mikononi tu mwa jeshi la taifa FARDC. Ni kusema ya kwamba tuko tunakadiriana na adui. Napenda tu kutoa message hii kuambia population ya Runingu, Kiliba mpaka Uvira, msiwe panike kusema ya kwamba eti adui ana progresse. Hapana, mimi napenda kuambia ya kwamba tuko tunakadiriana na adui, hata kama adui kwa mida hii tungali naye hapa Kabunambo, ndo kwenye tuko kwenye shamba la vita mpaka kwa mida hii depuis asubuhi na 6h mpaka isa ya 16h21 tuko naye adui hapa Kabunambo. Lakini rahia msiwe panike na mtu kusema ya kwamba awadanganye eti M23 ina progresse. Kama gisi mnanijua mimi mtoto wenu, kama adui ana progresse ni lazima niwaambie kama adui ana progresse. Ni kuambia ya kwamba kwa mida hii adui hana nguvu na hata kuwa tena na nguvu. Nikumbushe ya kwamba hali hii inaendelea wakati kilitolewa azimio kubwa sana kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo ambao walikataa hakutokuwepo tena usafiri kati ya mji wa Uvira na kuelekea Bukavu, ima kutoka Bukavu kuja katika mji wa Uvira. Niseme kwamba wakaaji wa maeneo ya Runingu na vile vile Kiliba hawana ruhusa yote ya kujielekeza katika mji wa Sange ama Kabunambo. Utafahamu ya kwamba maeneo ya Kabunambo kingaliki kwa sasa mikononi mwa wazalendo na jeshi la taifa FARDC ambao kila wakati wanakabiliana na M23 ambayo ipo katika kijiji cha Sange. Mapambano hii kila wakati inakuwa kiripotiwa M23 wakitaka kuchusha katika kijiji cha Ndunda, ikiwepo tu umbali kidogo tu na mji wa Sange, ambapo kila wakati wazalendo wanakuwa wafurusha na kuwarudisha nyuma, na wao M23 wanasalia katika kijiji cha Sange. Utafahamu ya kwamba mapambano haya yanakuwa kiendelea kila wakati. Ikumbusha kwamba hii siku ya pili leo tarehe 17 mapambano mengine yameripotiwa katika mji wa Lemera, ambapo wazalendo na jeshi la taifa FARDC walikabiliana vikali sana na maguguni wa M23 AFC ambao walikuwa wamekaa kimabavu katika mji wa Lemera na vile vile Minembwe. Utafahamu ya kwamba Minembwe ilikuwepo bastion kubwa sana M23 ambao walipambana kabisa na jeshi la taifa FARDC, lakini kwa nguvu ya maibu ambao ni kikosi kikubwa cha jeshi la taifa FARDC walikabiliana mapambano hayo na kuwakimbiza katika umbali uliokuwa wa kutosha. Mapambano haya yanakuwa kiendelea kila wakati, lakini ikumbushwe kwamba maeneo ya bondeni mwa mto Ruzizi kwa sasa imo katika mikononi mwa wazalendo, jeshi la taifa FARDC na jeshi la Burundi ambao wanasapotiana ili kukabiliana na hatua hii. Habari zinazosemekana kwamba eti mpaka wa Kongo na Burundi ama mpaka wa Gatumba utafungiwa katika siku za usoni ni habari za uongo kama inavyosema viongozi mojawapo wa mpaka wa Kongo na Burundi pa Gatumba ambao walikataa hatua hiyo, ambao wamesema kwamba ni habari ambazo zinazunguka katika mitandaoni. Vita hivi kila wakati vinakuwa vinaleta hofu kwa wananchi ambao wanaishi katika vijiji hivyo pembezoni tu. Ikumbusha kwamba tangu mwezi wa 12 ya mwaka 2025 M23 walipewa kibarua na ikulu ya Marekani ambao waliwaambia M23 wanatakiwa kurudi nyuma kilomita kadhaa na mji wa Uvira. Ikumbusha kwamba mji wa Uvira umo mpakani na nchi ya Burundi, Tanzania na Zambia katika usafiri wa maji na katika usafiri wa barabara. Nikiripoti kwa niaba Baraka One TV, naitwa Rafael Sekoroji, asante. Mpaka inafika majira ya jioni, pande zote mbili waliweza kutunishana misuli, huku kila watu wakichukua maeneo ambako walikuwa ako awali. Hakuna aliyesonga mbele na hakuna alorudi nyuma. M23 wamesalia kubakia maeneo ya Sange, huku majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia kusalia maeneo ya Runingu, licha ya silaha nzito na nyepesi ambazo zilipigwa katika hayo maeneo, huku walosumbuka zaidi walikuwa ni raia ambao walitoka maeneo ya Runingu
na kukimbilia maeneo ya Kiliba, huku wengine waliotoka Sange kukimbilia maeneo ya Luvungi. Kwa upande wa milima ya nyanja ya juu, mapigano yameshuhudiwa kuwa makali kati ya vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya muungano wa M23 Twirwaneho Tabara, huku wakisaidiwa na RDF kutoka nchini Rwanda. Tofauti na inavyotangazwa na magaidi wa M23 kuwa vikosi tiifu kwa serikali vimekimbia katika uwanja wa vita, hizo habari hazina ukweli wowote. Ukweli ni kwamba hadi sasa Minembwe inazingirwa na mapigano yanapiganiwa maeneo ya Bidegu, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaendeleza kazi kama kawaida kumpiga adui ambaye kwa sasa anaonekana ni mdhaifu. Na baada ya taarifa zote hizo kutoka huko maeneo ya Minembwe pamoja na Uvira, tuchukue taarifa hizi za moja kwa moja huko mkoani Ituri, ambako maeneo ya Babesua hali mbaya, ADF wasababisha mauaji, huku pia tukiingia jimboni Kivu ya Kaskazini, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wachukua maeneo ya Kiluku karibu na Sake baada ya mapigano makali na vikosi magaidi wa M23. Tuanze na taarifa hizi kutoka huko mkoani Ituri, maeneo ya Babesua kumeshuhudiwa mapigano ambayo yalikuwa ya kushtukiza kutoka kwa wahalifu wa ADF na hivyo kuweza kusababisha maafa makubwa. Babesua wananchi wamejikuta wakitangatanga baada ya vikosi hivyo vya ADF kuweza kufika hiyo tarehe 16 kuamkia tarehe 17 za mwezi wa 3 2026 ndani ya kijiji cha Babesua ambacho kipo ndani ya mbuga ya wanyama ya Okapi tarafani Mambasa jimboni Ituri. Kutokana na mwanasheria Jospine Paluku wa NSS Mambasa aliweza kusema kwamba wahalifu hao walianzisha mashambulizi majira ya saa 2 za usiku, huku wakichoma nyumba nyingi za wananchi na pia kuyachukua maisha ya wananchi wasiokuwa na hatia pembezoni mwa mbuga hiyo ya wanyama. Hali mpaka sasa imeonekana kuwa tete, huku maelfu ya wananchi wakikimbia makazi yao na nyumba zingine zikichomwa moto, huku vitu vya thamani vikisombwa na wahalifu wao. Utafahamu tu kwamba Babeusa inapatikana takriban kilomita 118 kuelekea Mambasa mjini, ikiwa ni kwenye barabara ya taifa nambari 4 inayounganisha Kisangani na groupmenti ya Bafwabete utawala wa Bandaka. Kutokana na hali hiyo, vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo viliweza kuja, huku hali tayari ikiwa imekwisha kuharibika. Wananchi katika haya maeneo wanataka serikali iweze kuzidisha usalama,
ili raia waishi kwa amani na maendeleo ya kudumu. Tukiachana na taarifa hizo kutoka huko mkoani Ituri, tukishuka mkoa jirani Kivu ya Kaskazini, ambako baada ya mapigano makali kati ya vikosi tiifu kwa serikali na magaidi wa M23, hatimaye FARDC wamechukua maeneo ya Kiluku ikiwa ni pembezoni mwa Sake baada ya mapigano ya majambazi hao wa Kagame. Kwenye uwanja wa vita hali inavyoonekana inaendelea kuwa vizuri, sio mbaya sana, huku vikosi vya FARDC ambao wanaungwa mkono na wazalendo wameweza kuonyesha uwezo mkubwa wa kuweza kuwakunguta vizuri magaidi wa M23. Kiluku imeweza kuingia mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa tu ni takriban kilomita 1 na kuingia katika mji wa Sake. Vyanzo vinasema kwa sasa hivi hali inaonekana kuwa mbaya kwa sababu wakazi wanaishi ndani ya jiji la Goma wameanza kushuhudia mizunguko usiku ya magari wa magaidi wa M23 upande wa Grande Barriere. Vikosi vya magaidi kutoka nchini Rwanda wameonekana wakija na bendera za Rwanda na kuzipandisha pembeni ya Grande Barriere, huku pia vikosi vingine vikiingia usiku. Vikosi hivyo vipya vya magaidi wa M23 kutoka Rwanda vimeonekana kuingia kupitia Grande Barriere ili kuweza kuongeza idadi ya M23 ndani ya jiji la Goma. Metri wale tuko nao hapa lupango ya nane ya Grande Barriere balikiatia drapo ya Rwanda hapa kwetu Mkongo kubonani frontier ya Goma. Ndio wale viko hapa saa usiku. Shamaliza atia drapo mkubwa wao na iko na karafu 4 kakanasha tala hapa. Na wao wale kule kugari hao. Niko mkamio ndio maana niko na wangali. Ndio wale mnaona pale. Kwa mingi kama viko mpaka chini. Hatari kabisa. Ku Grande Barriere hapa ni ku Grande Barriere hapa. Ndio mko naona Grande Barriere pale ndio walichama nani madrapo Kongole hable. Niko walichama madrapo pale. Hao wale kula. Sasa ni wakubwa tena biko tembea. Kama wanashimama viko wafani ni jote ningana angalia shehani ni viko wafani kwa zunguruko mwako wanaongea atiyo lakini ni viko wafani. Kwa wale wanaanzenda sasa na bametre wale wanale bakahoko wale anatoka mu frontiere sasa. Na muko nasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV ambayo ni tarehe 18 na mwezi ni wa 3 2026 saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Ejide Kizenga Tembele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Leteshia, Da Asha, Da Iron, Ankisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel ya haya kutoka Dar es Salaam, kiwa nasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko mkoani Ituri, pia mkoani Kivu ya Kaskazini ambako Grande Barriere kumeshuhudiwa vikosi vya M23 wakipandisha bendera za Rwanda kutokea Rwanda na kuja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vikosi vingine pia vikiingia ndani ya jiji la Goma kujaribu kwenda kuongeza nguvu huko maeneo ya Sake ambako ni kilomita 1 tu, ambako M23 wanaangaliana na vikosi tifu vya serikali
ambao wamechukua maeneo mbalimbali huko jimboni Kivu ya Kusini. Tuingie moja kwa moja jijini Kinshasa ambako bunge la taifa na bunge la seneti wako nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Baada ya kuweza kuanza rasmi kwa muhula wa mwezi wa 3, wabunge wameweza kurejea mjengoni, huku pia baraza la seneti pia wakirejea mjengoni na kujadili mambo mbalimbali ikiwemo ya usalama pia na maendeleo ya nchi. Viongozi wa bunge wameweza kuwa tayari kwa ajili ya kuweza kumshinikiza rais wa nchi katika kila mpangilio wa kiserikali. Bunge limesema liko tayari kwa ajili ya mazungumzo, na mazungumzo hayo yatakuwa ni ya kitaifa na yatafanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ridhaa ya rais wa nchi. Tofauti na hapo, wao hawatounga mkono mazungumzo yote ambayo yatafanyika nje ya nchi. Mengi na zaidi, Spika wa bunge Emeboji. L'Assemblée nationale accompagnera volontiers toute initiative de dialogue sur le sol congolais engagée sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, arbitre des institutions. Ukiachana na bunge la taifa, baraza pia la seneti vile vile limeweza kutoa kauli yake kuhusiana na mjadala huo wa mabadiliko ya katiba na pia mjadala wa kuweza kufanya mazungumzo kati ya wananchi. Bunge la seneti pia limesema liko tayari kwa ajili ya mazungumzo, lakini atakayeongoza mazungumzo hayo si mwingine ni rais wa nchi na yatafanyika nchini, sio nje ya nchi. Huyu hapa spika wa bunge, spika wa seneti. De son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, sur le plan sécuritaire, notre pays fait face depuis 3 décennies aux conséquences dramatiques des atrocités perpétrées sur son territoire, particulièrement dans sa partie orientale, où les actions terroristes menées par la FCM 23, soutenues par le Rwanda, ainsi que l'activisme des groupes ADF, continuent de déstabiliser cette région. C'est ici l'occasion pour le Sénat de saluer les sanctions prises par le Trésor américain à l'encontre des forces armées rwandaises et certains de ses hauts responsables. Je condamne avec la plus grande fermeté les attaques aériennes par drones kamikazes ayant visé l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, ainsi que d'autres installations militaires dans la nuit du 31 janvier 2026. Ces violations répétées du cessez-le-feu sont inacceptables. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces armées, ainsi que de la réserve de l'armée de la défense, les Wazalende, engagés avec courage et détermination en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. La recrudescence de l'insécurité urbaine dans les grandes villes et l'insécurité à l'ouest ne doivent pas nous laisser indifférents. Nous saluons à cet égard les efforts de désarmement et de démobilisation des groupes Mobondo dans la partie ouest du pays et encourageons le gouvernement à intensifier la lutte contre l'insécurité urbaine. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, sur le plan politique, le Sénat accorde une attention particulière à l'appel au dialogue entre les Congolais dans le format annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous réaffirmons notre disponibilité à contribuer à cette initiative dans le strict respect du cadre institutionnel et dans l'intérêt supérieur de la nation. Face aux agressions et aux tentatives de déstabilisation de notre pays, dont notre pays est victime, le dialogue doit demeurer un instrument de consolidation de la paix, de renforcement de l'autorité de l'État et de préservation. Sur le plan diplomatique, le Sénat poursuivra son engagement dans la diplomatie parlementaire, en cohérence avec la diplomatie agissante impulsée par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État,
À ce titre, j'ai reçu en date du 9 février dernier M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, lors de sa visite officielle en République démocratique du Congo. Nos échanges ont porté sur la situation sécuritaire et humanitaire, sur les efforts déployés pour consolider le cessez-le-feu et sur les garanties indispensables pour assurer un suivi et une vérification fiable sur le terrain afin de protéger les populations civiles. En outre, en ma qualité de président en exercice du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, UPA en sigle, j'ai eu l'occasion de visiter son siège et de prendre part du 5 au 7 février 2026 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire, à la célébration du 50e anniversaire de cette institution. En marge de cette célébration, j'ai eu des échanges dans le cadre des rencontres bilatérales avec M. Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale, et Mme Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Ces discussions, centrées sur les défis communs auxquels sont confrontés les parlements africains, ont mis en évidence la coopération parlementaire comme un levier essentiel pour apporter des réponses adaptées et relever les enjeux socio-économiques et politiques du continent. L'Afrique, que nous appelons de tous nos voeux, est une Afrique de dialogue, de solidarité et de responsabilité partagée. Cependant, chers collègues, consolider les acquis des accords est un devoir, mais il faut rester lucide face au décalage avec la réalité du terrain, où les combats persistent. C'est pourquoi il convient de maintenir la fermeté contre les agresseurs, tout en privilégiant une voie diplomatique appuyée par des mécanismes de suivi rigoureux et par l'adoption des mesures destinées à soutenir les populations déplacées dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, confrontées à une crise sécuritaire persistante. Honorables sénatrices et sénateurs, chers collègues, sur le plan socio-économique, en dépit de nombreux efforts consentis par le gouvernement, notamment en matière de stabilisation de cadre macroéconomique, de consolidation des réserves de change et de régulation du marché des devises, la situation de notre pays demeure préoccupante. Le chômage des jeunes, l'érosion du pouvoir d'achat, le retard dans la paie des fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que l'accès limité aux services sociaux de base qui traduisent les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés nos concitoyens, appellent des réponses structurelles, durables et inclusives. Le Sénat estime indispensable de consolider une dynamique de croissance soutenue, fondée à la fois sur la valorisation des opportunités offertes par la demande mondiale en ressources minières stratégiques, sur la diversification effective de notre économie et sur le développement des secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie locale. Les impératifs sécuritaires, certes, dont la légitimité ne saurait être remise en cause, exercent une pression significative sur les équilibres budgétaires. Le Sénat rappelle avec insistance que chaque franc mobilisé au titre des ressources publiques doit être affecté avec rigueur, responsabilité et discernement, en veillant à un juste équilibre entre les dépenses de sécurité et les investissements à fort impact social et économique, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures de base. À l'issue de l'examen et de l'adoption de la loi de finances pour l'exercice en cours, le Sénat a formulé plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement, parmi lesquelles figure la nécessité de soumettre dans les délais appropriés un projet de loi de finances rectificative. Ainsi, la loi de finances rectificative apparaît non seulement comme un instrument d'ajustement technique, mais également comme un outil stratégique permettant de répondre aux chocs
exogènes et de garantir la soutenabilité des finances publiques dans un environnement international instable, lié par la guerre actuelle au Moyen-Orient. Par ailleurs, le Sénat souligne l'importance de la poursuite de la mise en œuvre effective du budget programme, conformément aux dispositions de la législation relative aux finances publiques. Cette réforme structurante de la gestion de l'État, fondée notamment sur le principe de la déconcentration, confère aux ordonnateurs une responsabilité accrue dans l'exécution des crédits budgétaires et appelle en contrepartie une exigence renforcée de redevabilité. Enfin, le plan national stratégique de développement, PNSD, demeure la référence centrale de l'action publique et du développement durable à moyen et long terme. Sa mise en œuvre rigoureuse, cohérente et harmonisée est un enjeu politique majeur pour la transformation structurelle de l'économie nationale. Kwa taarifa zote hizo ambazo umeweza kuzisikiliza kwa asubuhi hii ya leo, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga. Mengine endelea kuwa pamoja na Baraka1 TV saa 6 ambako utapata habari zote kamili kwa yale ambayo yameendelea jijini Uvira kwenye vita ambayo iko nafanyika sasa hivi, na pia huko maeneo ya Minembwe. Mimi ni ndugu yako Rajabu Wakili Kabonga ambaye niko nakurushia haya matangazo.